Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Ni wakati mwingine tena tunatamani kupokea hekima na neema yako. Tusaidie basi Bwana kuyaelewa yote ambayo utakwenda kuyafafanua katika maisha yetu. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, tufundishe. Neno hili ni mbegu yenye nguvu ya kuleta matokeo katika maisha ya mtu. Tusaidie basi Bwana kila mmoja kulipokea na kuwa tayari kulitendea kazi ili maisha yetu yakapate kubadilishwa. Najikabidhi katika neema yako na msaada wa Roho wako Mtakatifu. Nitumie kama chombo chako tu kwa ajili ya kusudi lako. Tuko tayari kujengwa, tuko tayari kuimarishwa, tuko tayari kubadilishwa na kusaidiwa. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Tunaendelea na somo ambalo tunaikuwa tunajifunza linaloitwa ushindi dhidi ya vita za maisha. Ushindi dhidi ya vita za maisha. Na katika mfululizo wa somo hili tumekuwa tukijifunza aina mbalimbali ya vita ambazo Mkristo atapambana nazo katika safari yake ya kuishi anapokuwa juu ya uso wa nchi. Lakini aina ya mwisho kabisa ya vita ambayo tulikuwa tumeitazama na kuiangalia inaitwa vita dhidi ya maisha ya ibada ya kweli. Vita dhidi ya maisha ya ibada ya kweli. Na tulipokuwa tumeanza kutazama eneo hilo, tuligundua ya kwamba ibada ni eneo nyeti ambalo Mungu na Shetani wote wanalitazama kwa umakini katika maisha ya mtu. Ibada ni eneo nyeti ambalo Mungu na Shetani wote wanalitazama kwa umakini ndani ya moyo wa mtu. Na tukaona ya kwamba wana wa Israeli baada ya kutoka katika nchi ya ahadi yao, Mungu alipokuwa anaenda nao kutoka katika Misri wakienda kwenye nchi ya ahadi yao, Mungu alipokuwa anaenda nao safari, jambo la kwanza ambalo aliwawahi akiwaeleza ya kwamba msiabudu miungu mingine ila mimi tu. Lakini pia tunakuja kuona wakati ambapo Yesu alipokuwa anajaribiwa katika yale majaribu yake ambayo alipokuwa kule mlimani akiwa kwenye siku 40 za maombi, moja ya eneo ambalo Shetani alimjaribu lilikuwa ni eneo la ibada. Akamwambia, ukinisujudu, ukiniabudu, nitakupa hivi vyote unavyoviona. Kwa nini? Kwa sababu ibada ni eneo nyeti ambalo Mungu na Shetani wote wanalitazama katika upekee wake ndani ya moyo wa mtu. Lakini pia tukagundua ya kwamba jambo jingine la pili, ya kwamba mwanadamu ni kiumbe cha ibada. Mungu ametuumba ili tumwabudu, na hii ndiyo sababu watu wasipomwabudu Mungu wetu wa kweli huwa wanaanza kutafuta mbadala wa kuabudu vitu vingine nje ya Mungu. Kwa nini? Nafasi ya ibada ndani ya moyo wa mtu haina mbadala kwenye maisha yake. Nafasi ya ibada ndani ya moyo wa mtu haina mbadala kwenye maisha yake. Kwa hiyo mwanadamu ni kiumbe cha ibada, tumeumbwa ili tumwabudu Mungu. Lakini tukaenda mbali zaidi, tukatambua ya kwamba msingi wa ibada yetu mbele za Mungu unapaswa kujengwa katika kina cha uhusiano wetu na Mungu na sio mahitaji tulionayo kwa Mungu. Naomba hilo jambo unakumbuka. Msingi wa maisha yetu ya ibada unapaswa kujengwa katika uhusiano wetu na Mungu na sio mahitaji tulionayo kwa Mungu. Msingi wa maisha yetu ya ibada unapaswa kujengwa katika uhusiano tulionao na Mungu na sio mahitaji yetu kwa Mungu. Moja ya changamoto inayosumbua sasa Wakristo wengi duniani ni kuwa na Wakristo ambao wanatazama maisha ya ibada kama njia ya kujipatia mahitaji au majibu ya mahitaji walionayo kwa Mungu. Fuatilia, hata angalia matangazo mengi ya ibada yanayowakaribisha watu makanisani, yanawaaminisha na kuwaonesha watu mambo ambayo watayapata na kuyapokea watakapokuja, kuliko kutengeneza mahusiano yao na Mungu. Na tumeanza kutengeneza kizazi cha watu ambao wanathamini maisha ya ibada kwa sababu wana vitu ambavyo wanajua Mungu atavifanya kwenye maisha yao. Naomba niwaambie, Mungu akikupa unayoyahitaji na asipokupa unayoyahitaji, bado anabaki kuwa Mungu anayestahili ibada ya moyo wako. Na hii ndio sababu kuna wakati Yesu aliwaambia wale watu waliokuwa wanamtafuta ya kwamba najua ninyi mnanitafuta sio kwa sababu mnataka kusikiliza lile neno, ila ni kwa sababu ya mikate na muujiza wa mikate mliokula juzi kati. Ndio aina ya Wakristo wengi ambao wanaanza kuwepo makanisani leo. Na hii ndio sababu wakati ambapo maisha yako yanaonekana kwenda sawa,
kila kitu kinaonekana kimekaa mahali pake. Watu hamwezi kupatikana mbele za Mungu mkimtafuta na kumwabudu. Msingi wa kweli wa maisha ya ibada haupaswi kujengwa juu ya mahitaji tulionayo kwa Mungu. Mungu anastahili ibada za mioyo yetu hata katika wakati ambapo hajafanya au hajatupatia yaliyo mahitaji yetu. Na kwa muda mrefu Wakristo wengi wamekosa fundisho sahihi kuhusu ibada. Tafsiri ya ibada imeanza kupoteza maana yake, na katika kuliangalia ukweli wa jambo hilo tukaanza kuangalia mambo yanayojenga ibada ya kweli ndani ya moyo wa mtu mbele za Mungu. Mambo yanayojenga ibada ya kweli ndani ya moyo wa mtu mbele za Mungu. Tukaona jambo la kwanza, ibada ya kweli inajengwa na kitu kinachoitwa uhusiano binafsi na Mungu. Uhusiano binafsi na Mungu. Mungu anathamini mahusiano yetu naye kabla ya taratibu nyingine zote za ibada tunazoweza kufanya kwa ajili yake. Mungu anathamini uhusiano wetu naye kabla ya taratibu nyingine zote nzuri za ibada tunazoweza kufanya kwa ajili yake. Tukaona kwenye kitabu cha Isaya ya kwamba Mungu akawa anazungumza na Israeli kupitia Isaya ya kwamba Israeli walikuwa wanaleta sadaka, wanafanya ibada, wana sherehe mbalimbali kama zilivyoamriwa kwenye Torati. Lakini Mungu anawaambia hivi, mimi sipendezwi na ibada zenu, wala sadaka zenu hazinifurahishi. Anasema mikono yenu ina damu, mmetenda maovu, sizitaki sadaka zenu. Mungu anathamini mahusiano ya mtu na yeye kabla ya taratibu nyingine zote za ibada ambazo mtu anazifanya. Ibada ni zaidi ya kuwepo katika uwepo wa Mungu kanisani. Ibada inaanza na maisha yako na wewe mwenyewe unapokuwa na Mungu sirini kabisa. Mwambie mwenzako tubaki hapo. Lakini pia tukaona kwenye Amosi the same. Mungu akawa anazikataa sadaka na taratibu za ibada zilizokuwa zinaendelea, na anawaeleza kwa nini. Anawaambia njia zenu haziko sawa mbele zangu. Kwa hiyo Mungu anapoangalia ibada, moja ya jambo analolitazama kwenye moyo wa mtu au watu wanapokuwepo ni mahusiano walionayo naye. Niliwaambia nikasema, Yesu alipokuwa anazungumza na mwanamke Msamaria, anamwambia hivi, saa inakuja nayo sasa ipo, nao waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Alafu anasema Baba anatafuta watu kama hao ili wamwabudu. Ni jambo la kushangaza katika dunia ambayo ina makanisa mengi kila mahali, katika dunia iliyojaa ibada nyingi za sokoni za kusifu na kuabudu, Mungu bado anatafuta waabudu halisi. Tatizo lako unafikiri kuabudu sana ni kupiga vyombo vizuri kanisani. Kuabudu sana ni kuona watu wakiwa wanaomba na kulia kanisani. Kuabudu sana ni kutengeneza ibada nzuri za kusifu na kuabudu vyovyote tunavyoweza kuziita. Niko hapa nikwambie, pamoja na hayo mambo yote kuwa ni mazuri, Mungu bado anatafuta waabudu halisi. Kwa nini? Katikati ya kusanyiko lililopo, Mungu anapotazama ibada anaanza kuangalia eneo la uhusiano. Nataka nifungue fahamu zako jambo la msingi sana. Kinyume na hapo tutapoteza lengo. Mambo hayo yote ni mazuri, lakini eneo la mahusiano, na Mungu anajali sana mahusiano yetu naye kuliko mambo tunayoyafanya kwa ajili yake. Tuliona mfano mzuri kabisa wa Yesu, namna alivyosema siku ile katika siku ya hukumu watakuja wale watu ambao walisema ya kwamba Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya miujiza kwa jina lako. Atasema siwajui ninyi, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Anachokizungumzia anaposema siwajui ninyi, tafsiri yake nini? Anasema sikuwa na mahusiano nanyi. Ni jambo la msingi sana katika dunia yenye matamasha mengi ya kusifu na kuabudu. Wakristo wanaokusanyika kila kanisani katika ibada Jumapili na ratiba zote za ibada walizonazo, niko hapa kukwambia Mungu bado anatafuta waabudu halisi. Anatafuta watu wenye ibada ya kweli kutokea kwenye eneo la mahusiano nao. Yote tunayoweza kuyafanya ni mazuri kama taratibu za ibada. Yanaweza kutuchekesha na kutufurahisha sisi, yanaweza kutugharimu fedha na muda wetu kuyaandaa. Mungu akikosa uhusiano na mtu, hiyo ibada imepoteza maana. Jambo la pili ambalo tuliliona kwa uthibitisho wa kimaandiko linalotengeneza ibada ya kweli
ni utii wetu kwa neno la Mungu. Utii wetu kwa neno la Mungu. Watu wa Mungu, ibada haianzi na kufanya mambo kwa ajili ya Mungu, bali kuishi kama ambavyo Mungu anataka tuwe kwenye kila eneo la maisha yetu. Na tuliona mfano wa wana wa Haruni ambao walikuwa ni makuhani. Mungu alipokuwa ameanzisha utaratibu wa ibada na utoaji wa sadaka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ile ya 9 mstari ule wa 24. Mambo ya Walawi sura ile ya 9 na mstari wa 24, aliwasha moto ambao huo moto ulikuwa ndio unaotumika kama sehemu ya kuchoma sadaka na vitu vya namna hiyo ili kuendesha utaratibu wa ibada. Lakini nini kilitokea? Mungu akawapa kazi makuhani ya kwamba kazi yenu itakuwa ni moja, ni kuuchochea ule moto ili usizime. Kwenye Mambo ya Walawi sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 1, kuna vijana wawili ambao ni wana wa Haruni. Hawa jamaa wakaenda kutimiza kusudi lao na jukumu lao kama makuhani kwa habari ya utoaji wa sadaka na taratibu zingine zote. Biblia inaonyesha ya kwamba walipoenda kutekeleza wajibu wao ndani ya nyumba ya Mungu kama makuhani, wakaleta moto wa kigeni na Mungu akawaua. Hawakukataa kumfanyia Mungu ibada, ila walikataa kufanya katika namna ile ambayo Mungu ameelekeza. Chochote unachokifanya kwa ajili ya Mungu kinapoteza maana endapo hakifanyiki katika namna ambayo Mungu ameielekeza. Mungu anaposema anatafuta ibada ya kweli, anatafuta waabudu halisi, anawaona watu wanaotoa sadaka lakini hawaishi kama neno linavyosema. Anawaona watu wanaoinaa ibada lakini maisha yao hawaishi kama neno linavyosema. Na naomba niwaambie nyinyi, acheni uhuni katika siku tulizo nazo. Watu kwenye ibada wanasema I connect. Hakuna kitu cha I connect na upako wala nini. Katika ibada Mungu anakutana na wewe, hakuna issue ya kujiunganisha hapa. Unajiunganisha na nini? Naomba niwaambie jambo jingine. Ibada inaanza na wewe na sio na watu. Naomba hilo jambo lieleweke wanangu. Ngoja niwaambie, hamjawahi kusikia Wakristo wenye ufahamu wa chini kabisa ambao mtu ameenda kanisani kwao kwenye ibada anasema, yaani ibada ya leo sijaielewa kabisa. Una akili wewe? Ibada ya leo hujaielewa? Tatizo wewe hujaeleweka. Tatizo ni kwamba tafsiri mbaya kuhusu ibada. Watu wanafikiri ibada, mnaambia yaani leo praise team hawajaimba vizuri, wametuharibia ibada. Ibada haiharibiwi na praise team. Yaani wewe ukiwa sawa na Mungu uko sawa. Hata kama wakiimba vibaya bado Mungu atakuhudumia tu. Iko hivyo wanangu. Ibada inaanza na mtu. Yaani leo kanisani mchungaji mhubiri aliyemleta, yaani kama sikumuelewa hivi. Yaani sio kwamba ukumuelewa, Mungu alikuwa anaongea ila wewe ndio hujaeleweka. Ni muhimu sana tuelewe haya mambo wanangu, yatatusaidia. Ibada inaanza, na tukaona mfano wa mfalme Sauli, namna ambavyo alifanya ibada kinyume na utaratibu. Alipoambiwa na Samueli asubiri muda wa siku 7, muda ulipopita akatoa sadaka. Samueli alipokuja akamwambia, jambo ulilolifanya ni baya, Mungu amekukataa, hautakuwa mfalme. Ilikuwa ni ibada lakini ilikataliwa kwa sababu ilifanyika kinyume na utaratibu. Lakini unaona pia wakati ambapo Mungu alikuwa amemtuma Sauli kwenda kuwashambulia Waamaleki na akamwambia amuue mfalme Agagi, nini kilitokea? Sauli alienda akatimiza lile kusudi, lakini aliporudi akarudi na mfalme Agagi akiwa hai, na vitu vilivyokuwa vya thamani kama fedha na dhahabu akavichukua akaja navyo. Samueli anamuuliza, sauti za hawa kondoo naosikia ni kitu gani? Anamwambia, nilizichukua hizi kondoo, dhahabu na fedha, ili nije nimtolee Mungu sadaka. Samueli anamwambia Sauli, acha ujinga, kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwake Samueli alidhani sadaka ni jambo la muhimu. Mungu anamwambia kuishi katika maelekezo ya neno langu ndiyo jambo la maana. Ibada haianzi na sadaka, inaanza na kuishi kama neno la Mungu linavyoelekeza. Muhimu sana. Tumepoteza maana halisi ya ibada na kugeuka kuwa wanaharakati
Mambo yote tunayoyafanya yanapoteza maana hata kama sisi yanatufurahisha na kutuburudisha. Kwenye kila jambo ukitaka kupima usahihi wake, usipime kwa namna linavyokufurahisha na kukuburudisha au watu wanavyolishangilia. Limefanyika kwenye kiwango cha Mungu? Ni jambo la msingi sana. Lakini pia tukaona jambo jingine ambalo linatengeneza ibada ya kweli ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu ndani yetu. Ufahamu sahihi wa neno la Mungu ndani yetu. Nafanya samari kwa haraka ili tuende pale ambako natamani tuende leo. Ufahamu sahihi wa neno la Mungu ndani yetu. Tulisema hatuwezi kumwabudu Mungu kwa usahihi zaidi ya kina cha ufahamu tuliye nao kuhusu yeye. Hatuwezi kumwabudu Mungu kwa usahihi zaidi ya kina cha ufahamu tulio nao kuhusu Mungu. Na tukaona mifano ya watu mbalimbali katika Biblia ambao ibada yao ilikuwa na maana kwa sababu walikuwa na ufahamu katika Mungu. Mambo yote waliokuwa wanayafanya yalikuwa yanafanyika kwa usahihi kwa sababu walikuwa hawafanyi tu kutokea popote, ila walikuwa na ufahamu wa neno la Mungu. Tukamuona Danieli kama mtu ambaye alikuwa anaomba kutwa mara ngapi? Mara 3. Lakini Biblia inasema Danieli alikuwa akifungua dirisha lake kuelekea Yerusalemu. Nikawambia wewe ukisoma unaona alikuwa akifungua dirisha lake kuelekea Yerusalemu. Wewe unafikiri alikuwa tu anafungua. Ilikuwa na maana kufungua na kuomba kuelekea Yerusalemu. Tukaona ya kwamba Danieli alifanya vile akirejea kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, maombi ambayo Sulemani aliomba alipokuwa akilifungua hekalu. Akasema hivi, ikiwa watu wako wamechukuliwa mateka, wamekutenda dhambi na kupelekwa utumwani, watakaporejea na kutubu na kuomba kuelekea katika mji huu na hekalu hili, Mungu ukasikia maombi yao na Mungu akakubali. Kwa hiyo Danieli wakati anaomba, ishu ya Biblia inaposema dirisha likafunguliwa kuelekea Yerusalemu, haikuwa ishu ya upepo na mwanga unatokea wapi. Alikuwa anaomba kimkakati, akijua anaomba kama neno linavyoelekeza. Ibada yake ilijengwa juu ya msingi wa ufahamu wa neno la Mungu. Hawezi kumwabudu Mungu katika viwango vya usahihi wake ikiwa ufahamu wako kuhusu Mungu hauongezeki. Tukaona jambo la mwisho la 4 ni nidhamu ya muda wetu na Mungu. Nidhamu ya muda wetu na Mungu. Na naomba nirudie hili jambo kwa msisitizo wanangu. Nilizungumza nikasema hivi. Hatujafika kwenye kiwango cha kuwa waabudu halisi mpaka siku muda wetu wa kukutana na Mungu kwenye siku yetu umejulikana. Hatujafika kwenye kiwango cha kuwa waabudu halisi mpaka muda wetu wa kukutana na Mungu kwenye siku yetu umejulikana. Watu mnajua muda wa kuingia kazini, mnajua muda wa kutoka, unajua muda wa kunyonyesha watoto kama ni mzazi, unajua muda wa lunch mchana, ila ni muda wako wa neno na maombi sirini pekee ndo haujulikanagi. Haujulikani. Naomba niwaambie, ikiwa tunataka kuwa waabudu halisi, ni lazima tujenge nidhamu ya muda, ya kwamba katika siku yetu ikifika muda fulani mpaka muda fulani, no matter majukumu yako mengi kiasi gani na ratiba gani, nitapatikana mbele za Mungu nikiongea naye muda huo. Wakristo wengi muda wao haujulikani. Jumatatu utaomba saa 2 usiku, Jumanne utaomba saa 11 jioni, Jumatano hautaomba kabisa, Alhamisi inapita. Yaani mambo mengine yote umeyawekea ratiba, lakini inapokuja swala la ibada yako na Mungu muda haujulikani. Nisikilize, mambo yote yenye thamani kwenye maisha yetu huwa tunayatengenezea muda maalum wa kuyafanya, si ndio? Si ndio? Mwambie jirani yako, acha kuzurura kwenye ulimwengu wa roho. Na hiyo inaonyesha heshima. Kwa nini mambo mengine yote yanajulikana? Niliwaambia hapa, ifike wakati ambapo unakuwa kama Danieli, aliomba asubuhi, aliomba mchana, aliomba jioni. Simaanishi lazima ufanye hivyo, ila ni dhahiri kwamba watu waliokuwa wanamtafuta Danieli ili kumshitaki walikuwa wanaujua muda ambao jamaa huwa anafanya nini? Anaomba. Walipokuwa wanatafuta sababu, walikuwa wanaujua muda. Soma habari za Yesu utaona muda wake wa kuomba ulikuwa unajulikana, muda wake wa kujifunza ulikuwa unajulikana. Hatujafika kwenye kiwango cha kuwa waabudu halisi
mpaka tumetengeneza nidhamu ya muda. Na ngoja nikwambie, watu wakishajua ya kwamba muda fulani ni muda wako wa maombi, ni muda wako wa kujifunza neno, hata simu huwa zinaanza kupungua. Kwani si mna wale watu kule Waislamu ambao mnajua kabisa kwamba ikifika saa 7 huyu mtu huwezi ukampata amekwenda kwenye swala, si mnajua? Inajulikana. Ila kuna wale ambao watu wanajua muda wowote wa kupigia wanakupata tu. Ni huzuni. Ni huzuni. Tamani tukaangalia jambo la 5 ambalo tutaanza nalo leo sasa, tukiwa tunaendelea na hicho kipengele. Angalau kidogo tumepata picha ya kile kilichokuwa kinaendelea. Jambo la 5 ni utumishi wetu kwa Mungu. Jambo lingine linalojenga ibada ya kweli mbele za Mungu au maisha ya ibada ni utumishi wetu kwa Mungu. Niligusia hilo kwenye maombi juzi kidogo, lakini tuliishia tu sehemu ya mwanzoni sana. Nimeandika hapa nikasema, utumishi ni ibada kwa Mungu. Ibada yetu kwa Mungu hudai utumishi wetu kwake. Utumishi ni ibada kwa Mungu, na ibada yetu kwa Mungu hudai utumishi wetu kwake. Utumishi ni ibada, na ibada yetu kwa Mungu inadai utumishi wetu kwake. Naomba niwaambie watu wa Mungu, hakuna namna ambavyo unaweza ukatenganisha ibada na utumishi. Hakuna namna unayoweza kutengeneza ibada na utumishi. Naomba tuangalie maandiko kadhaa, alafu baada hapo tutaendelea. Kutoka 23 mstari wa 24 mpaka wa 25. Kutoka 23 mstari wa 24 mpaka wa 25. Biblia inasema, usisujudie miungu yao wala kuitumikia. Hapo tu kunatosha kwanza. Kutoka 23:24 mpaka 25. Usisujudie miungu yao wala kuitumikia. Tunaona hapa ibada inahusishwa na utumishi. Haya. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12 na wa 14. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 12 na wa 14. Nitasoma mstari wa 14, anasema hivi: msipokengeuka katika maneno ni waamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Ona ndio tena nayo, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Aya, Kumbukumbu la Torati 30:17 mpaka 18. Nataka tu nikuoneshe alafu nitakuelezea kwa undani. Kumbukumbu la Torati 30:17 mpaka 18. Anasema hivi 17: lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia. Kuabudu miungu mingine na kuitumikia. Yoshua 23 mstari wa 6 na wa 7. Yoshua 23 mstari wa 6 na wa 7. Naomba nisome mstari wa 7, unasema hivi: msiingie kati ya mataifa haya, yani haya yaliyobaki kati yenu, wala msitaje majina ya miungu yao, wala kuwaapisha watu kwa majina hayo, wala kuitumikia, wala kujiinamisha mbele yao. Anataja ibada, anataja utumishi. Waamuzi 2:18 mpaka 19. Nijenge msingi hapo ili nikiwa naeleza tuongee lugha moja. Waamuzi 2:18 mpaka 19. Mimi nitasoma mstari wa 19, anasema: lakini ikawa wakati alipokufa mwamuzi huyo, wakarudi nyuma wakafanya maovu kuliko baba zao, kwa kuifuata miungu mingine ili kuitumikia na kuinama mbele yao. Kwa kuifuata miungu mingine ili kuitumikia na kuinama mbele yao. Biblia inaonyesha ya kwamba ibada yetu kwa Mungu inagusa eneo la utumishi wetu kwa Mungu. Tunaposema tunamwabudu Mungu, maana yake tumeamua kujitoa kuwa watendakazi pamoja naye katika ufalme wake. Haya, swali langu ni hili: mwenzetu, una kazi gani ndani ya nyumba ya Mungu unayoifanya? Muulize mwenzako, una utumishi gani unaofanya ndani ya nyumba ya Mungu? Tuangalie Danieli sura ya 3 mstari wa 18, wa 16 mpaka wa 18. Huu lazima nisome huu. Danieli sura ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 18 na mstari wa 28 mpaka mstari ule wa 29.
19. Danieli sura ile ya 3 mstari wa 16 mpaka wa 18 na mstari wa 28 mpaka 29. Ona hili jambo. Mstari wa 16. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja ya kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Tutulie kabla tuende 28. Ilikuwa ni wakati ambapo mfalme ametengeneza miungu yake. Wakina Danieli wamelazimishwa waabudu. Danieli anasema hivi, mfalme, naomba usikie. Sisi hatutaweza kuabudu miungu yako wala kuitumikia. Anaweka hapo wazi ya kwamba hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudu. Tunaamini Mungu tunayemtumikia. Hakusema Mungu tunayemwabudu. Kwa nini? Utumishi ni kipengele kinachokamilisha ibada ya mtu kwa Mungu. Anasema Mungu tunayemtumikia, yani tunayemwabudu, anaweza kutusaidia, lakini hatutakubali kusujudia miungu yako wala kuitumikia. Hakuna namna utatenganisha ibada ya kweli na utumishi kwa Mungu. Narudia tena, niliwaambia juzi, walimu wa watoto na wazazi mlioko hapa, mambo haya yawakae ndani yenu, wafundisheni watoto wenu. Mtasaidia kutengeneza kizazi kitakachomwabudu Mungu katika namna iliyo sahihi, badala ya kuwaaminisha kwamba kupenda ibada ni kuhudhuria ibada kanisani peke yake. Waoneshe ya kwamba ibada ya kweli inaanza zaidi ya mtu kuatendi kanisani. Ni jambo zuri, lakini mahusiano yake na Mungu, ili Mungu anapoangalia waabudu halisi asije akamkosa. Ona mstari wa 28 mpaka ule wa 29, anasema Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Baada ya kuwa Mungu amewaokoa, mfalme anasema hivi, na ahimidiwe Mungu aliyewaokoa watumishi wake wakina Danieli, Shadraka na Abednego, kwa sababu walijitoa wasiabudu miungu mingine wala kuitumikia. Kwa nini? Unapoamua kumwabudu Mungu au miungu, ni lazima maamuzi yako yaambatane na utayari wa kumtumikia. Unapoamua kumwabudu Mungu, ni lazima moyo wako uambatane na utayari wa kumtumikia. Kwa hiyo kama upo kwenye nyumba ya Mungu na ufalme wa Mungu na hakuna chochote unachofanya kushiriki katika mambo ya Mungu, wakati wewe unafikiri kuonekana kanisani na kuhudhuria ibada ndiyo ibada, Mungu anapokutazama anaona hana waabudu halisi. Ibada ya kweli kwa Mungu lazima iambatane na utumishi wa moyo wa mtu kuwa tayari kumtumikia Mungu. Naomba uandike jambo hili. Tunaweza kufanya vizuri katika utumishi wetu kwa Mungu endapo tutatambua mambo yafuatayo. Alafu tuanze kuyaangalia. Tunaweza kufanya vizuri katika utumishi wetu kwa Mungu endapo tutatambua mambo yafuatayo. Tumeona ya kwamba hakuna namna tunaweza kutenganisha ibada na utumishi. Kwa hiyo tunaokubaliana ya kwamba utumishi wetu kwa Mungu ni ibada yetu kwake, si ndio Si ndio Sasa tunaweza kufanya vizuri katika utumishi wetu kwa Mungu endapo tutatambua mambo yafuatayo. Namba moja. Yote tunayofanya tunafanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu anatazama ili kupima uaminifu wetu. Yote tunayofanya tunafanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu anatazama ili kupima uaminifu wetu. Yote tunayofanya tunafanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu anatazama ili kupima uaminifu wetu. Watu wa Mungu, naomba niwaambie jambo.
kila utumishi ambao unafanya kwa namna mbalimbali katika ufalme wa Mungu, ni lazima ubebe ili wazo ndani yako ya kwamba kile unachokifanya unafanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu anatazama uaminifu wako katika namna unavyofanya. Usipolibeba hili wazo ndani yako, ni rahisi sana wakati watu watakapokukwaza kukataa kuendelea kufanya kile ulichokuwa unafanya. Watu wa Mungu, hamjawahi kuwaona watu waliokuwa wanafanya huduma na waliposema walitangaza hawafanyi tena? Hamjawahi kuwaona makanisani? Kwa nini? Walikuwa wanatumika wakiwa hawajabeba ili wazo ndani yao ya kwamba kile wanachokifanya wanafanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu anatazama uaminifu katika utendaji wa jambo hilo. Ni jambo la msingi sana. Nasisitiza kwa sababu kuna wakati tunaacha kufanya vitu kwa ajili ya Mungu, na tukitoa sababu, ni sababu ambazo hazina mashiko, ni sababu ambazo hazina maana, kwa sababu hatujalibeba ili wazo ambayo ni sehemu ya utumishi, ya kwamba yote tunayofanya tunafanya kwa ajili ya Mungu, na jicho la Mungu linatazama tunayoyafanya. Tuangalie Wakolosai 3 mstari wa 23 mpaka wa 24. Biblia inasema jambo. Mtu akisema kwenye kanisa fulani tu kidogo, mara huyo kashaondoka. Lile kanisa wananiongelea sana, yaani kwenye ile kwaya mimi siimbi tena, wananizungumza sana vibaya. Wa kwanza wewe kusemwa, alisemwa Yesu? Situsumbue bwana. Wakolosai 3:23 mpaka 24. Wakolosai 3:23 mpaka 24. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana. Sema kama kwa Bwana. Alafu anasema wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Anasema lolote mnalolifanya fanyeni kama kwa Bwana. Maana yake jueni ya kwamba utumishi wowote mnaofanya katika nyumba ya Mungu au katika ufalme, ile ni kazi ambayo Mungu amekuamini, na jicho la Mungu linakutazama, linakuangalia namna gani unafanya. Na ukitaka kujua ya kwamba jicho la Mungu huwa linatazama na kuangalia tunayoyafanya, mnakumbuka habari ya Hofni na Fineasi, watoto wa Eli, walipoanza kuwa wanatumia sadaka vibaya, walipoanza kuwa wanalala na wanawake hekaluni, nini kilitokea? Mungu aliwaadhibu wakafa. Wakati wao wanafanya utumishi, walijisahau ya kwamba utumishi wanaofanya ni kwa ajili ya Mungu, na jicho la Mungu lipo linaangalia. Utaona pia kwenye Matendo ya Mitume 5 mstari wa 1 mpaka wa 6. Hatutasoma ila nitakuelezea. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 6. Utaona hapo kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Anania na Safira. Biblia inasema kwamba walipoenda kutoa sadaka, wakaenda mbele za Bwana wakiwa wamepeleka sadaka tofauti na ile ahadi ambayo walikuwa wameiweka. Biblia inasema walipofika mbele ya mitume wakina Petro, kabla hajaitoa, wakati anaitoa ile sadaka, yeye alifikiri Petro ndo anaipokea sadaka, asijue ya kwamba sadaka unapoitoa ni Mungu ndiye anayeipokea. Ndio maana wanawaambia watu, kuliko kutoa fungu la 10 lisilo kamili, ni bora usitoe kabisa. Nikwambie, ni bora usitoe. Kale hiyo hela ikakudhuru mwenyewe, usitoe. Kwa sababu sadaka yoyote unayoileta madhabahuni, mimi ninapoipokea na kuomba, ninaipokea kwa niaba ya Mungu. Mungu anaipokea. Anania na Safira wakawa wanatoa sadaka, wasijua ya kwamba utumishi ule na utoaji ule ni kwa ajili ya Mungu, na jicho la Mungu linaangalia. Tena Petro akamuuliza swali zuri ambalo lilikuwa linampa nafasi ya kutengeneza. Je, hichi ndicho kiasi chote ambacho mlichoahidi kwamba mtaleta baada ya kuuza zile mali? Akasema ndiyo. Akamuuliza, Anania, kwa nini mmekubaliana na mke wako kumdanganya Mungu? Biblia inasema akaanguka akafa. Baada ya muda, mpenzi wake, mke wake, naye anakuja hekaluni kwenye ibada. Wakati wale watu wametoka wameenda kumzika Anania, kisoma hiyo andiko hapo utaona nini kinatokea. Petro anamuuliza, je, kiasi ambacho mume wako ameleta ndio kile ambacho mlikuwa mmekubaliana kumtolea Mungu? Akasema ndiyo, maana alijua nisije nikasema hapana wakati mume wangu amesema ndicho kilicholetwa, nikarudi nyumbani kule kikawaka. Kwa hiyo akaona ni heri kumdanganya Mungu ili kupoza ndoa nyumbani. Nini kikatokea? Akamwambia, miguu ya wale waliomchukua mume wako kwenda kumzika bado alama zake zinaonekana, zile footprints. Akamwambia hivi,
ndivyo watakavyokuchukua wewe na kwenda kukuzika. Nini kilitokea? Akaanguka, akafa, wakaenda kuzika. Kwa nini? Kila utumishi tunaufanya kwa ajili ya Mungu, na jicho la Mungu linatazama na kuangalia. Tunapomtumikia Mungu katika eneo lolote lile, ni muhimu sana hilo jambo likae ndani yetu. Jambo la pili, namba 2, yote tulio nayo tumepewa ili yatumike kwa ajili ya Mungu. Yote tulio nayo tumepewa ili yatumike kwa ajili ya Mungu. Ni jambo la msingi sana hilo kuelewa. Yote tulio nayo tumepewa ili yatumike kwa ajili ya Mungu. Hatuwezi kumtumikia Mungu katika viwango vya ubora na uzuri mpaka siku tumejua ya kwamba yote tulio nayo siyo yetu, ila Mungu ametupa kwa ajili ya kusudi lake. Hatutaweza kumtumikia Mungu kwa uzuri, kwa ubora na utayari mpaka tumejua katika fahamu zetu ya kwamba yote tulio nayo kwenye maisha yetu ni Mungu ametupa na siyo yetu, ila tumepewa ili yatumike kwa ajili yake wakati yanapohitajika. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tutaweza kumtumikia Mungu kwa moyo wa utayari mpaka siku tutakapobeba wazo la uwakili, stewardship, kwenye fahamu zetu. Unajua, unapojua ya kwamba ulicho nacho sio chako, ni cha mwenye nacho, atakapokihitaji hauwezi ukasita kumpa, si ndio? Si ndio? Watu wengi tunafikiri kwamba tulio nayo tunayamiliki wenyewe, tusijue ya kwamba tulikuja bila kitu na tutaondoka bila kitu, na kama tulikuja bila kitu, basi yote tulio nayo Mungu ametuamini katika mikono yetu, akijua wakati atakapohitajika tutakuwa tayari kutumia kwa ajili yake. Kabisa kabisa. Utaona kitabu cha Kutoka mlango wa 10 mstari wa 24 mpaka mstari ule wa 26. Kutoka 10:24 mpaka 26. Utaona hapo namna ambavyo Musa alikuwa anaonesha kwamba ibada yetu kwa Mungu inadai utumishi wetu kwake, na utumishi wetu kwa Mungu unatutaka kuwa tayari Mungu anapohitaji chochote ambacho tunacho kwa ajili yake. Ibada yetu kwa Mungu inadai utumishi wetu kwake, na utumishi wetu kwa Mungu unatutaka kuwa tayari kumpa Mungu chochote atakapokihitaji kwa ajili ya kusudi lake. Musa alipokuwa anaongea na Farao anamwambia, mnaweza kwenda kumfanyia Mungu ibada, lakini hamtakwenda na ng'ombe zenu na kondoo zenu wala na chochote mlicho nacho. Kwa lugha rahisi, Musa alikuwa anasema, ninawaruhusu kumwabudu Mungu, lakini mali zenu na vitu vyenu havitamwabudu Mungu pamoja nanyi. Musa akasema, usitutanie, ibada yetu sio kamili mbele za Mungu, kwa sababu tulivyo navyo ni sehemu ya utumishi. Mungu anapovihitaji lazima tumpe. Anasema hatujui tunakokwenda, Mungu atataka nini katika vile tulivyo navyo. Anaongea katika wazo la uwakili ya kwamba yote tulionayo sisi ni kwa ajili ya Mungu kwenye ile ibada. Akihitaji chochote tunapaswa kuwa tayari kumpa katika vile tulivyo navyo. Umenielewa eh? Musa alikuwa na wazo la uwakili ya kwamba tulio nayo ni kwa ajili ya Mungu. Elimu ulio nayo inapaswa kuwa na mchango kwenye ufalme wa Mungu. Ujuzi ulio nao unapaswa kuwa una mchango kwenye ufalme wa Mungu. Chochote ambacho Mungu amekupa, iwe ni nafasi, iwe ni mali, iwe ni fedha, inapaswa kuwa sehemu ya kukamilisha makusudi ya Mungu kwenye ufalme wake. Na naomba nikwambie jambo jingine. Ukitaka kujua ya kwamba yote tulio nayo Mungu ametupa kwa ajili ya kusudi lake, ukisoma Biblia vizuri utagundua kila wakati Mungu alipotaka kufanikisha wazo lolote ambalo lilikuwa ndani ya moyo wake, aliwaendea watu wake na kutaka vile vitu kutoka kwao. Utaona maandiko vizuri. Ukisoma wakati ambapo Musa alikuwa anajenga hema ya kukutania, Mungu alitaka vitu, dhahabu na kila kitu ambacho alikuwa nacho. Kwa nini? Kwa sababu chochote ambacho Mungu anawekeza kwenye maisha yetu, anajua tutakuwa tayari kumpa wakati ambapo atakihitaji.
Utaona mfano wa Bezaleli na Oliabu kwenye Kutoka 31 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Hatutasoma Kutoka 31 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Utaona namna ambavyo Mungu alimjaza Bezaleli na Oliabu roho ya ubora, ufanisi na akili katika kutengeneza vitu mbalimbali ambavyo vilitumika katika hema ya kukutania. Mungu alitumia ujuzi wao na maarifa yao ili kufanikisha wazo la Mungu kwenye wakati wao. Kutoka 31:1 mpaka 5. Lakini pia utaona Mambo ya Nyakati wa kwanza 29:2 mpaka 5. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29 mstari wa 2 mpaka wa 5. Utaona hapo namna ambavyo Daudi anaeleza alivyokusanya mali, dhahabu na fedha za namna mbalimbali kwa ajili ya ujenzi wa ujenzi wa lile hekalu ambalo Suleimani alikuwa anatakiwa kulijenga. Daudi anasema, katika taabu yangu na katika umaskini wangu nimemkusanyia Mungu vitu hivi vyote kwa ajili ya ile nyumba ya Mungu. Kwa nini? Daudi alikuwa anasema, nafasi, utajiri na mali nilivyo navyo Mungu ameniamini kuwa navyo ili wakati atakapovihitaji viwe tayari kutumika kwa ajili yake. Wazazi wangu walinifundisha hili jambo kwa sababu tangu nikiwa mdogo nimeliona hilo jambo wakilifanya na kulitekeleza. Wakati mwingine watu wananiona kama ni mtu mtoaji na ninayefanya sana kwa ajili ya Mungu, wanafikiri ni jambo ambalo limetokea tu asubuhi moja. Hapana, lina msingi katika maisha ambayo wazazi walitufundisha kwa vitendo, ya kwamba kila ambacho Mungu anakupa kinapaswa kuwa tayari kumtumikia Mungu. Sio chako, ila Mungu amekuamini kuwa nacho, na wakati wowote atakapokihitaji ni lazima uwe tayari kumpa. Muhimu sana. Muhimu sana. Nawashukuru wazazi wangu. Mama yangu alifanya kazi kubwa sana. Kila siku anamwambia mama, tunashukuru kwa kuingiza vitu vya msingi ndani yetu vinavyotutengeneza kuwa aina ya Wakristo tulio leo. Utaona pia kwenye Mathayo 27 mstari wa 57 mpaka wa 60. Mathayo 27 mstari wa 57 mpaka ule wa 60. Utaona hapo habari ya mtu mmoja anaitwa Yusufu wa Arimataya, namna ambavyo alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu asili, lakini alikuwa ni mtu tajiri. Biblia inasema wakati ambapo Yesu alikuwa amekufa, yeye alikuwa ameandaa kaburi lake, na lazima kaburi lake lilikuwa kwenye makaburi ya matajiri. Biblia inasema hivi, iliahidiwa kwenye Agano la Kale ya kwamba Yesu atazikwa pamoja na matajiri. Iliahidiwa hivyo, kusoma maandiko vizuri. Kwa hiyo Biblia inasema, na unajua matajiri huwa wakai pamoja na maskini kwenye location moja usalama kidogo unakuwa mdogo. Na ndio maana mimi huwa nikitaka kununua eneo na nini huwa naangalia kwanza mazingira, nisije nikajikuta usiku nimetoka tu kwenda dukani unakabwa. Biblia inasema akatoa kaburi lake. Ona, alikuwa ameliandaa kwa ajili yake, lakini alipoona mwalimu wake amekufa na anatakiwa kuzikwa, akataka Yesu azikwe mahali pa heshima kwenye kaburi ambalo lilikuwa ni la kwake. Kila tulicho nacho kinapaswa kuwa tayari kumtumikia Mungu. Tunapobeba hilo wazo ndani yetu, ni rahisi sana kufanya utumishi. Bwana asifiwe. Utaona pia kwenye Yohana 6 mstari wa 8 mpaka wa 11. Yohana 6 mstari wa 8 mpaka wa 11, hili nitalisoma hili. Yohana sura ya 6 mstari wa 8 mpaka wa 11. Wanafunzi wake mmoja wapo Andrea nduguye Simoni Petro akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu, na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitwaa ile mikate akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri ya walivyokaa. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo kulikuwa kuna uhitaji wa chakula, Yesu anapowauliza wanafunzi kuna nini, anasema hatuna kitu, ila kuna mtoto hapa ana mikate na samaki. Biblia inasema yule mtoto akatoa kile alichokuwa nacho. Nisikilize, usifikiri huyu mtoto alitoa tu kwa bahati mbaya. Ni dhahiri alikuwa amefundishwa utoaji na wazazi wake. Na naomba niwaambie wazazi, moja ya jambo muhimu kuwafundisha watoto ni utoaji. Mimi nimeanza na Delight, nimeanza naye sasa hivi kwenye sadaka nampa kuanzia 5,000, 10,000. Si Bwana ameshanisaidia? Kama hujafika hapo usijilazimishe, kakadiri Mungu anavyokusaidia unapanda.
ninampa 5,000, 10,000 kwenye sadaka, mtoto wa miaka 6. Tafsiri yake ni nini? Ninaanza kuingiza ndani yake ya kwamba kumpa Mungu 5,000, kumpa Mungu mwekundu 10,000, kumpa Mungu 20,000 kwenye ibada ni jambo la kawaida kabisa. Mwanangu, lisikushitue. Na kadiri anavyokuwa ndivyo nitakavyoongeza kiwango cha kumpa sadaka. Tafsiri yake inaingiza nini? Kadiri Mungu anavyokubariki mwanangu, maeneo mengine yanapobadilika na hali yako ya utoaji wa sadaka hivyo sibadiliki. Ona wewe akili zako zilivyo. Ulipokuwa kwa wazazi wako ulikuwa unatoa 1,000, umefika chuo kikuu unapata bumu unatoa 1,000, unakuja unapata kazi unampaga Mungu 2,000. Wewe mzima kweli wewe? Ila wewe umeongeza elimu, wewe umebadilisha chumba na ulichokuwa unakaa chumba na sebule, umebadilisha simu, umebadilisha maisha, maeneo mengine yote yanabadilika, ila utoaji wako haubadiliki. Muulize mwenzako, ni nani aliyekuloga? Unajua, mimi wanapenda sana watu wanaoni challenge kwenye eneo la utoaji. Na huwa anamwambia Mungu, kadiri utakavyonibariki ndivyo nitakavyoongezeka kwenye eneo la utoaji. Wakati fulani nikiwa nimemchumbia mama yenu mama mchungaji, siku hiyo moja tulikuwa tuko kwenye ibada kanisani. Tukiwa tunaweka pale ahadi, alinishtusha sana. Wakati ahadi zile zikiwa zinaendelea, kwenye ile ahadi akasimama, akasema nitatoa 3,000,000. Nilimkata jicho yule binti nikamwangalia. Alafu tulipotoka nje kwenye ibada nikamwambia, yani wewe nimeoa mtu wa maana kabisa. Yani kama mtu ana uwezo wa kumpa Mungu, unaweza ukaona ni kiasi kidogo cha fedha, lakini kwa uwezo wake hakuwa na uwezo mkubwa. Lakini unaona namna ambavyo mtu yuko tayari kufanya kwa ajili ya Mungu. Na ile tabia nimeiona ikiendelea. Nikasema ninashukuru Mungu umenipa mtu ambaye tunaongea lugha moja kwenye mambo ya ufalme, tunakuwa pamoja. Nakumbuka wakati tulikuwa tunajenga ujenzi wa hicho choo kipya hapo, ilifika wakati tumefika tunataka kupaua, akaniambia mchungaji, nataka nijue nini kinaendelea kanisani, tumekwama wapi? Nikamwambia sasa hizi tuko tunasubiri tuone tukipata nguvu ya bati. Akaniambia mbao zipo, nikamwambia bado. Akaniambia mbao zote nipe gharama yake mimi nitalipa, alafu nyie pambaneni na bati. Nikagundua huyu mtu tunakuwa pamoja. Kwa hiyo kuna mtu mmoja niliyokutana naye nikamwambia hivi, anasema wewe mtoaji sana, unampenda Mungu, mbona unafanya vitu sana kwa ajili ya Mungu? Nikamwambia mimi hujaniona. Ukimkutana na mke wangu ndio utashangaa kabisa. Sio kwa sababu tuna vingi, sio kwa sababu tumetosheka katika mahitaji tulionayo, ila ni kwa sababu tumejifunza ya kwamba yote tulionayo yanapaswa kuwa tayari kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tunaangalia kwa wakati huu bajeti yetu inaruhusu, haitaathiri mambo ya watoto, haitaathiri maisha, tunaweza tukafanya nini? Kama tunaweza tukafanya zaidi, yani tunayatazama maisha yetu, tunatazama kile kilicho cha Mungu, alafu tunaona ya kwamba tunayo sababu ya kufanya. Kwa hiyo siwafundishi kitu ambacho cha kufikirika, na wafundisha kitu ambacho tunakiishi na tunafanya nini? Tunakifanya. Tunaweza kumtumikia Mungu endapo katika fahamu zetu, akili zetu zitajua, iwe ni elimu, iwe ni kazi, iwe ni fedha, iwe ni chochote ambacho tunacho, iwe ni karama ama huduma, Mungu ametuamini kwa ajili ya kufanya kwa ajili yake. Lakini pia habari ya huyu mtoto ilinifikirisha kitu, nikagundua ya kwamba kidogo tulicho nacho kinaweza kutumiwa kubadilisha maisha yetu endapo tutamwamini Mungu kukitumia hicho. Kidogo tulicho nacho kinaweza kubadilisha maisha yetu endapo tutamwamini Mungu kukitumia hicho. Mikate ilikuwa michache na samaki walikuwa wachache. Wakati wanafunzi wanaona hakitoshi, Yesu anaona ni mtaji, akakichukua, akamshukuru Mungu. Naomba niwaambie, njia rahisi ya kuwa na moyo wa shukrani kwa Mungu ni kumwambia Mungu asante katika vichache alivyokujalia kuwa navyo, ili kutoa nafasi ya kumruhusu kukupa vingi zaidi. Njia rahisi ya kumshukuru Mungu ni kumwambia Mungu asante kwa vichache ulivyo navyo, ili kutoa nafasi ya Mungu kukupa vingi zaidi. Kidogo ulicho nacho, ukimwamini Mungu na kuwa na moyo wa shukrani, anaweza kukitumia kukupatia vingi ambavyo unahitaji kutoka kwake. Mwambie jirani yako, usidharau mwanzo mdogo.
Mwambie tena, usidharau mwanzo mdogo. Jambo jingine la ngapi muhimu kujua kuhusu utumishi? La 3. Hatuwezi kushiriki kufanikisha wazo la Mungu kirahisi ikiwa hatujalichukua na kulifanya kuwa letu. Hatuwezi kushiriki kufanikisha wazo la Mungu kwa urahisi ikiwa hatujalichukua na kulifanya kuwa letu. Hatuwezi kushiriki kufanikisha wazo la Mungu kirahisi ikiwa hatujalichukua na kulifanya kuwa letu. Watu wa Mungu, naomba nizungumze kidogo. Iko hivi, vitu vingi kwa ajili ya Mungu tunashindwa kufanya, na wakati mwingine tunataka kubembelezwa sana kufanya mambo ya Mungu kwa sababu hatujayachukua hayo mambo kama ya kwetu. Unajua, moyo unapoona hili jambo ni la kwako, huwa unalifanya kwa bidii kwa sababu unaona ya kwamba lina faida na wewe. Tumwangalie mtu mmoja ambaye wazo hilo ndani yake lilimsaidia kulibeba na kulitimiza. Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 6 na mstari wa 11. Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 6 na mstari wa 11. Utumishi katika maeneo mengi ndani ya kanisa unakuwa ni mgumu sana watu kufanya mambo ambayo ni wajibu wao kufanya, kwa sababu hawayaoni kama ni wajibu wao. Hawaoni kwamba ni wao wanaopaswa kuwajibika kufanya. Hawaoni ya kwamba tukifanya ina manufaa kwa ajili yetu na Mungu wetu. Nehemia 1 mstari wa 1 mpaka wa 6 na wa 11. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20, nilipokuwapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Mstari wa 3, wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu, tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Ukiendelea hapo utaona Biblia inaeleza habari ya Nehemia wakati akiwa katika nchi ya ugeni. Ameletewa taarifa juu ya wale wanaoendelea katika nchi yake. Ameambiwa ukuta wa Yerusalemu umebomoka, malango yake yameharibika, kila kitu hakiko sawa kwenye taifa. Nehemia alipolisikia lile jambo, halikuja kwake kama taarifa, liliingia ndani yake kama wajibu, likaamsha shauku ya kwamba ninao wajibu wa kufanya kwa ajili ya ukuta wa Yerusalemu. Kwa wengine ilikuwa ni taarifa, kwa Nehemia ilikuwa ni wajibu. Akaona ninao wajibu wa kufanya. Biblia inasema akaingia kwenye maombi. Hakuishia kusikitika, akatoka akaenda kwa mfalme, akamweleza, akaomba apewe msaada wa watu, rasilimali, ili aende akaujenge ukuta wa Yerusalemu. Aliliona lile jambo ya kwamba ni la kwake, kwa sababu chochote kinachomhusu Mungu wako ni cha kwako kabisa. Ukiendelea kuanza kusoma maandiko vizuri kule mbele, utaona Nehemia alivyoenda, hata upinzani ukawa ni mkubwa. Sanbalati na Tobia wakawa wanawazuia, Nehemia akaendelea. Jambo la kushangaza, ndani ya siku 52 wakawa wameikamilisha ile kazi. Kwa nini? Watu waliolibeba wazo la Mungu ndani yao kama lao huwa tayari kutumia chochote walichonacho ili kufanikisha. Nikelo jambo unakumbuka, mtu aliyelibeba wazo la Mungu kama lake ndani yake huwa tayari kutumia kila alichonacho kufanikisha. Mtu anayelibeba wazo la Mungu ndani yake kama la kwake huwa tayari kutumia kila alichonacho ili kufanikisha. Hawa watu, Nehemia akalibeba lile jambo, akakaa kwenye ile nafasi ya kwamba ninao wajibu. Watu wa Mungu, katika nyumba ya Mungu tutaacha kuhimizana na kulazimishana kufanya vitu kwa ajili ya Mungu tutakapoona ya kwamba yote ambayo Mungu anataka tuyafanye
tuyabebe katika uzito ya kwamba ni mambo yetu. Hakuna mtu ambaye hajipendi, hakuna mtu ambaye hajijali. Kwa hiyo Mungu anajua kabisa wazo la Mungu linapogeuka kuwa la kwako. Kwa mfano, tunaendelea na ishu ya mchakato wa ujenzi, si ndio? Jambo hili lisipofika moyoni kuona jambo hili ni la kwangu, unaweza ukajikuta wengine wanafanya na wewe hata uhamasiki kufanya. Unaona ni kawaida tu. Kwa nini? Kwa sababu halijafika kwenye kiwango la kuwa cha kwako. Yaani ni rahisi sana kufanya vitu kwa ajili ya Mungu pale ambapo, naomba niwaambie, mtu anaweza akasema anakosa fedha kwa ajili ya utumishi au jambo fulani kwenye nyumba ya Mungu, lakini yuko tayari kutafuta fedha akaipata kwa taarifa ya ghafla iliyopatikana mchana wa leo, si ndio? Yaani leo akiambiwa mtoto yuko shuleni anaumwa, yuko Mwanza, anaweza akapata nauli na akasafiri, lakini jambo alilotangaziwa kanisani kwao miezi 5 anasema sikuwa na fedha. Mwambie mwenzako, nani aliyekuloga? Ni rahisi sana kufanya mambo kwa ajili ya Mungu endapo tutayachukulia kwamba ni ya kwetu. Bwana asifiwe. Na ndio maana sasa utaona kwenye Wagalatia 5:14 Biblia inasema kitu very interesting hapa. Wagalatia 5:14 Biblia inasema hivi: maana torati yote imekamilika katika neno moja, nalo hili, umpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa nini kipimo cha Mungu cha upendo kwa watu wengine ni kujipenda wenyewe? Kwa sababu anajua kila mtu anajipenda, kila mtu anajijali, wala hakuna anayejichukia, na yeyote anayejichukia tayari kuna tatizo la afya ya akili. Hiyo sio kawaida. Kwa nini Mungu anaweka kiwango cha kuwapenda wengine ni kujipenda sisi? Kwa sababu kila mtu anajipenda, kila mtu anajijali. Mambo ya Mungu yanaweza kufanikiwa endapo tutayaona kuwa ni ya kwetu. Utaona Luka 6:31 inaongea kitu kingine cha msingi sana. Luka 6:31. Leo sina injili ya faida gani utapata ukimtumikia Mungu, mafundisho dhaifu kabisa. Leo nakuonesha ujitambue wewe. Sio issue ya kukuonesha faida hapa. Wewe ukimtumikia Mungu utakuwa na afya njema, ukimtumikia Bwana utatajirika. Hata usipotajirika, wajibu wa kumtumikia Mungu unabaki pale pale. Sio jambo baya, ila nataka ufungue fahamu zako uone unao wajibu kwenye kila eneo. Luka 6:31 inasema, na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Kwa hiyo tunaweza kuwatendea watu vizuri katika namna ile tunayopenda sisi tutendewe. Kwa hiyo ikiwa tutaweza kucustomize mawazo ya Mungu kuyafanya kuwa ya kwetu, itakuwa ni ngumu sana kumtumikia Mungu kwa namna mbalimbali. Bwana asifiwe. Okay? Utaona kwenye Kutoka 35 mstari wa 20 mpaka wa 24. Kutoka 35 mstari wa 20 mpaka wa 24. Biblia inaongea kitu hapa cha kutusaidia. Kutoka 35:20 mpaka 24 Biblia inasema, basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa, wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake na kwa hayo mavazi matakatifu. 22 nao wakaja waume kwa wake wote waliokuwa na moyo wa kupenda, wakaleta vipini na hazama na pete za muhuri na vikuku na vyombo vyote vya dhahabu, kila mtu aliyetoa toleo la dhahabu la kumpa Bwana. Mstari wa 23, tena kila mtu aliyeona kwake, ole neno, tena kila mtu aliyeona kwake nyuzi za rangi ya samawi na nyuzi za rangi ya zambarau. Anaeleza hapo 24, kila mtu aliyetoa toleo la fedha na la shaba akaileta sadaka kwa Bwana, na kila mtu aliyeona kwake mti wa mishita kwa kazi yoyote ya huo utumishi akauleta. Nataka uone neno kila mtu aliyeona kwake. Yaani wakati Mungu ametangaza kwa habari ya ujenzi wa hema ya kukutania, kitu kilichotokea, kila mmoja akaanza kurejea kwenye vitu alivyo navyo, ya kwamba nina nini ambacho kitamfaa Mungu. Mwenye nyuzi
hakuziona kuwa ni ndogo, alijua zina kazi ya kufanya kwenye ile kazi. Mwenye dhahabu aliona nina kazi ya kufanya, mwenye fedha aliona ina kazi ya kufanya. Kila mmoja katika uwezo wa uchumi wake alirejea na kuangalia, ninawezaje kushiriki na kufanya. Kwa nini? Wazo la Mungu linapokuwa letu, hakuna mtu anakosa kitu cha kufanya kwa ajili ya Mungu. Wazo la Mungu linapokuwa letu, hakuna mtu anakosa kitu cha kufanya kwa ajili ya Mungu. Hakuna. Usitudanganye, hakuna. Ujenzi tulionao mbele yetu, hakuna mtu hapa anakosa kitu cha kufanya kwa ajili ya Mungu. Mwambie mwenzako usitudanganye. Mwambie tupe fedha zetu za ujenzi. Tunaweza kufanya vitu kwa ajili ya Mungu wanangu, endapo tutavichukua na kuvifanya kuwa vya kwetu. Mtu anaweza akawa na fedha kidogo akamnyima mwingine, lakini akasema hii fedha nitaenda kula. Kila mtu anajijali, kila mtu anajipenda. Tunaweza kufanya vizuri katika utumishi wowote ule. Na niwaambie kitu, hakuna mtu ambaye anapenda kushindwa katika eneo lolote la maisha, si ndio? Si ndio? Ndivyo ilivyo kwenye mambo ya Mungu. Tunapoyabeba mawazo ya Mungu kuwa ya kwetu, kila mmoja ataanza kuona, sitatamani kuona hili jambo linashindikana. Kabisa. Kabisa. Utumishi wetu kwa Mungu unaanza na ufahamu sahihi tulio nao. Kinyume na hapo, yote tutakayoyafanya yanaweza kupoteza maana. Nilitamani ningeweza kuendelea zaidi ya hapo, ningekuonesha na sifa za mtumishi wa Mungu wa kweli. Nitakuja kuonesha wakati mwingine Bwana akitujalia neema, lakini kwa leo itoshe kusema hapo tulipofika inatosha. Naomba tusimame.